Haleluya. Na kusalimia katika jina la Yesu Kristo. Nitumie nafasi hii, nimewaona majirani zangu, majirani zetu wengi wa hapa. Karibuni sana. Tumejisikia vizuri. Najua mna maeneo mengi mngeweza mkaenda, lakini kuchagua kuungana pamoja nasi, sisi tunaona ni fahari kwetu. Karibuni sana. Hatukushangai. Ukimwona mtu amekukazia macho, ni macho tu ya usiku. Sio kwamba anatuuma na wewe. Jisikie vizuri. Nitumie nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya mapokezi ya ajabu sana ya mwaka huu. Mwaka huu hata wakati tunatangaza, hata ninavyotangaza nilikuwa nina kigugumizi sana, kwa sababu kutangaza mazingira ya mfungo katikati ya nyakati kama hizi ilikuwa kama kukosa busara hivi. Lakini Mungu wetu wakati mwingine yuko zaidi ya busara zetu. Mungu awabariki kwa ajili ya maombi siku ya Jumatatu, Jumanne na leo Jumatano. Muda mfupi ujao tunakwenda kuupokea mwaka 2026 tukiwa dhaifu katika mwili, lakini tukiwa na nguvu rohoni. Karibuni sana. Ni washukuru wazee wa kanisa kwa kusimama muda wote katika zoezi hili. Nimshukuru pia mama mchungaji naye kwa kusimama. Lakini leo likizo yangu imeisha rasmi. Bwana asifiwe. Fungua Biblia yako katika kitabu kile cha Kutoka mlango wa 33. Ni ujumbe tulioanza nao kwenye ratiba yetu ya maombi, na ndio ujumbe wetu tutakao kwenda kumaliza nao. Mungu awabariki waimbaji. Mpaka nikasema watu wamepata booster nini yao, kwa sababu wanarukaruka. Mama alikuwa tunavotoka nyumbani alikuwa anaenda kwa shida, lakini ulipoingia wimbo wa Dinamira nikamkuta naye sio yule tena. Waimbaji hapa ndio kabisa. Wakati wa mchana walikuwa hamwezi hata kutabasamu, lakini hakika furaha ya Bwana ni nguvu zetu. Mungu awabariki sana. Tutakuwa na wakati wa kusikiliza neno, halafu baada ya hapo tutakuwa na wakati wa kuzisikiliza nyimbo za kuupokea mwaka. Mungu awabariki. Kitabu cha Kutoka mlango ule wa 33. Tasoma mstari wa 14 na mstari wa 20. Nitakuwa na mstari miwili. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, ni nani aliye kama wewe? Wewe ni mwema mno, wewe ni mwaminifu, wewe unatupenda. Mungu uliyetembea nasi tangu tarehe 1 Januari 2025. Tuliona ni muda mrefu ambao hatuwezi kufikia, lakini umetufikisha jioni ya leo. Tuna ndugu zetu wengi tumewapoteza, wengine wako magerezani, wengine wako mavitandani mahospitali kwa muda mrefu, wengine wako katika hali, wengine wamekimbia nchi zao, lakini sisi umetujalia neema. Tulianza tarehe 1 tukiwa Tanzania na tunamaliza tukiwa Tanzania. Bwana Mungu ubarikiwe na lihimidiwe jina lako. Asante Mungu wetu kwa uaminifu wako mkuu. Asante Mungu wetu kwa neema yako. Nakushukuru Mungu kwa sababu wewe unaweza. Nakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni utoshelevu wetu. Nipe neno kufikia mahitaji ya watumishi wako, maana wewe ni Mungu wetu. Neno lako linafananishwa kama mkate ulio hai. Walishe watu wako wapate nguvu za kwenda 2026. Neno lako linafananishwa kama maji yaliyo hai. Hatuvuki tukiwa na kiu, tunavuka tukiwa tumetoshelezwa. Neno lako ni kama nyundo au moto, lina mambo mengi na mifano mingi. Basi naliruhusu neno lako kama lilivyo useme nasi. Kupitia jina la Yesu Kristo Mungu nimeomba. Wote tuseme amen.
mstari wa 16 akasema, huyo ni Mungu, uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Mstari wa 20 kisha akasema, huwezi kuniona uso wangu, maana mwanadamu hata niona akaishi. Bwana akasema, tazama, hapa pana mahali pa karibu, niishie hapo. Bwana sifiwe. Andiko hili ndio tuliloanza nalo kwenye maombi yetu na tumesimama nalo. Usiku wa leo tunaona Bwana anawaambia wana wa Israeli, uso wangu. Hawa watu walikuwa ni milioni, wengine wanasema ni milioni 6, wengine wanasema ni milioni 4, lakini kila mmoja anayezungumza hakosei. Kuna mmoja anataja watu wa aina moja, mwingine anataja watoto, wanawake na wote. Sasa hawa watu milioni 6 walifika mahali ambapo walikuwa wamekwaruzana na Mungu. Nilivyokuwa nikisoma, mpaka Haruni ambaye alikuwa karibu na Musa alikuwa wamehitirafiana na Musa. Ndio maana akasema, hakuna mtu aliyenipa nichukue kundi kama hili. Ni Mungu alikuwa anazungumza, maana yule aliyekuwa naye kwa karibu sasa naye kakengeuka. Kwa hiyo Musa akajikuta mpweke, na Mungu akawa amezungumza kwamba bado angeliendelea kuwa pamoja nao, lakini kwa masharti ya kupunguza ulinzi na kupunguza uwepo wake. Tuliona siku ile kwamba akasema, sasa kwa sababu ninyi ni waovu na shingo zenu ni ngumu, basi nitamtuma malaika aende mbele yenu, maana nikija katikati yenu lazima mtakufa. Basi tuishie hapo. Neno uso, watumishi wa Mungu, kila mtu anafahamu uso. Uso maana yake nini? Anasema, uso wangu utakwenda pamoja nanyi, nanyi mtapata raha. Mungu ambaye yuko katikati ya watu milioni 6 anasema uso wangu. Wakati nalitafakari neno hili, nilikuwa na tafakari juu ya watawala wetu. Watawala wetu wana tofauti na Mungu, hawapo kila mahali. Kwa mfano, rais akiwa Dar es Salaam, Iringa hayupo. Akiwa ziara ya Iringa, sehemu zingine zote za nchi yetu hayupo, isipokuwa kila vinapofanyika vitu vya heshima au vikao, lazima utakuta pameweka picha pale. Nafikiri wote watu naifahamu. Kila mtu akifika mahali penye picha ile, anajua hapa ni mahali penye utawala, mahali pana jambo fulani, pana uwakilishi. Kwa hiyo mtu akiangalia ile, kuna wakati mwingine hata unapokuwepo pale unatakiwa kuwa umekaa katika utulivu, hata kama ni picha. Kwa hiyo uso uko pale. Sasa Mungu anasema uso wangu, maana sio picha. Tuanze kuwa na picha kwenye nyumba zetu, au mwaka huu kila mchungaji atakugawia picha ya kwenda nayo nyumbani, ili uso wa Bwana uwepo. Unatazama pale, hapo utakuwa naabudu sanamu. Uso wangu. Mungu ana tabia zifuatazo ambazo kiumbe kingine chochote duniani hakinazo. Sifa ya kwanza ya Mungu, yupo kila mahali, halafu hatumgombanii. Yupo kila mahali. Mwaka 2026 Mungu atakuwa kila mahali. Ukisafiri mtaenda naye, ukiwa kitandani utakuwa pamoja naye. Kwa hiyo sasa, sifa ya pili ya Mungu, zaidi ya kwamba yupo kila mahali, anajua yote, wakati hata shetani hajui, hata mganga wa kienyeji hajui, hata wapiga ramli hawajui, hata washirikina hawajui mambo yote. Lakini Mungu wetu anajua mambo yote. Lakini sio kujua tu, unaweza ukajua mambo yote, kwa sababu hata kamera za CCTV, kamera zile zinaona kila kitu, si ndio? Kama mtu ameweka hayo makamera, yanaona kila kitu, lakini yana upungufu, hayawezi kukamata mwizi, ila yanaweza kuwa mashahidi ya mwizi akiiba na kuvunja. Lakini Mungu wetu sisi sio kama CCTV kamera ya kuona kila kinachoendelea, lakini
anaona lakini anaweza kufanya. Bwana asifiwe. Nataka nizungumze na wewe, muda mfupi ujao tunakwenda kupokea mwaka, na tunapokwenda kupokea mwaka kwa wenyeji wa kanisa hili, tulikuwa tunamuomba Mungu aende pamoja nasi, na sasa tupo hapa tunajiandaa kuwaelezea atakavyokwenda na wewe nini kinachokwenda kutokea 2026. Jambo la kwanza tunaona maandiko tunaona hapa anasema uso wangu utaenda pamoja nawe. Wakawa wanaendelea kujibizana ule mlango wa mstari wa 14, wakati Mungu amemwambia kwamba akasema uso wangu utakwenda pamoja nawe nami nitakupa raha. Sentensi hii ilitimilika kwa wana wa Israeli. Walisafiri miaka 40 jangwani, na walivyokuwa wamesafiri kuna kitu cha ajabu ambacho Mungu alikuwa ameweka udhihirisho. Kulikuwa kuna nguzo ambayo usiku inageuka kuwa moto na inaendelea kuwaongoza, na ule moto ulikuwa unafanya kazi mbili. Ule kwanza ulikuwa unatoa mwanga, halafu kwa sababu walikuwa wanapita jangwani, mahali ambapo kuna baridi sana usiku na kuna joto kali sana mchana. Kwa hiyo ule nuru, ile nguzo ya wingu, eneo lile ambalo walikuwepo wana wa Israeli, lilisababisha kwanza waone, halafu jambo la pili lilimaliza matatizo ya baridi. Nafikiri wote tunafahamu hayo. Kwa hiyo muone Mungu mwaka huu, nyakati za mchana, wakati wenye shida atakuwa pamoja na wewe, wakati wa usiku hivyo hivyo. Lakini maandiko yanatuonyesha kwamba lile wingu kunapopambazuka tu, inapomalizika sasa ni saa 1, lile wingu hulioni tena likiwa na mwanga. Lile wingu lilikuwa ni wingu. Wataalamu wanaelezea lile wingu lilikuwaje wakati wa mchana. Lile wingu wakati wa mchana lilikuwa linatengeneza kama utando, kwa sababu kuna jua kali na upepo mkali. Lilikuwa linatengeneza kama ule utando eneo lote waliokuwepo wana wa Israeli. Kama kukiwa na joto kali, basi lingeweza kuchuja lile joto kali na kusababisha hali ya hewa iwe vizuri. Ni kama kiyoyozi. Hebu ona Mungu alivyowapenda wana wa Israeli. Lakini alisema uso wangu. Nataka nikueleze faida ya pale penye uso wa Mungu, nini kinafanyika. Sasa tuliposoma maeneo haya, ule mstari wa 20, tena kuna kitu kinabadilika. Tunamwona Musa anamwambia hivi, kama uso wako utaenda pamoja nami, basi ninaomba unionyeshe uso wako. Huyu alikuwa mtu wa ajabu sana. Wanapojadiliana na Mungu, Mungu hapendi mtu mkumbwa, anapenda mtu anayejitambua. Muulize maswali. Unapoomba muombe. Wakati mwingine umueleze mpaka Mungu aseme hizi hoja zinatoka kwa mtu mwenye akili, ambaye niliweka akili timamu. Mungu akamwambia, Musa akamwambia Mungu, kama ni hivyo nionyeshe uso. Sasa hakutambua. Uso una kazi hizi mbili. Uso wa Mungu kazi yake ni kututangulia, na ukitutangulia unatufanikisha katika mambo yote. Wana wa Israeli, ukisoma habari ya uso wa Mungu ulikuwa unafanyaje? Tuangalie kitabu kile cha Kutoka mlango wa 14. Uso wa Mungu unapotangulia nini hutokea? Mlango wa 14. Nisome ule mstari wa 23 mpaka 26. Nitasoma pale. 26 mpaka 20. Nianzie mstari wa 26. Akamwambia Musa, nyosha mkono wako juu ya bahari, ili maji yarudi tena juu ya Misri, juu ya magari yao na juu ya farasi zao. Musa akanyosha mkono. Nianzie mstari wa 23. Wale wa Misri wakawafuatia, wakaingia ndani ya kati ya bahari, farasi zote za Farao na magari yake na wapanda farasi wake. Ikawa katika zamu ya alfajiri, Bwana alichungulia. Si ana uso?
akachungulia jeshi gani? La Misri katika ile nguzo ya moto na ya wingu, akalifadhaisha jeshi la Wamisri, akayaondoa magurudumu ya magari yao hata yakaenda kwa uzito. Na Wamisri wakasema, na tukimbie mbele ya Israeli, kwa kuwa Bwana anawapigania kinyume cha Wamisri. Habari hii najua umesinzia tu na umechoka, lakini ni habari yenye mvuto sana. Kwanza tunaona uso wa Bwana umeenda na Musa. Wamefika pale, wamekutana na bahari isiyovukika. Kilichosababisha mambo yaende vizuri kwa sababu uso wa Bwana ulikwenda pamoja naye. Mungu mwaka huu aende pamoja na uso wa Bwana uende pamoja na wewe. Kuna bahari, kuna mito, kuna vitu vingi ambavyo hutaviweza, lakini uso wa Bwana ukienda pamoja na wewe, hakuna lisilowezekana. Sasa wamefika, nataka niangalie kazi ya uso wa Bwana kwa wateule na kazi ya uso wa Bwana kwa wale maadui wa wateule. Sawa jamani? Kwa wateule tunaona Mungu akamwambia nyosha, iambie bahari. Akaiambia bahari, ikatengeneza njia, wakapita. Mwandishi huyu ambapo nimesoma hapa, wale wa Misri nao walikuwa ni wajinga kama watakavyokuwa wajinga adui zako mwaka huu. Wataendea kukufuatia tu. Hivi hata saizi wengine wamesha kuendea kwa waganga, hawajui kwamba uso wa Bwana unaenda pamoja na wewe. Sasa watumishi wa Mungu, fikiria sasa walipofika pale. Nataka nikuambie faida ya uso wa Mungu kwako mwaka huu na hasara ya uso wa Bwana kwa maadui zako. Wamefika wana wa Israeli, wanavuka. Wa Misri nao, kwa sababu lazima adui huwa anakosea, anakuwa na ujinga fulani, basi na wao wakaona bahari imegawanyika. Kama wengine wenye akili wangesema, Farao, hapa hii sio njia yetu, hii ni njia ya wale wenye Mungu. Lakini nao wakaingia. Walivyoingia, nataka niuzungumze juu ya uso wa Bwana utakao kwenda pamoja na wewe. Sasa usiku wa manane huko, ghafla Biblia inasema Mungu akasiana uso, akachungulia kwenye ile wingu. Alivyochungulia akawakuta Farao nao wanafurahi kupita kwenye pito lile na wanakwenda kuwarudisha wana wa Israeli. Biblia inasema hivi, Mungu alichokwenda kukifanya hapa, akasababisha kwanza, akawafadhaisha. Uso wa Bwana utawafadhaisha adui zako kwenye maeneo ya kazi, maeneo ya biashara, maeneo ya huduma, maeneo ya uchumi, kila eneo. Mruhusu Bwana aende pamoja. Muda mchache ujao tutatoa tamko rasmi kwamba uso wa Bwana uende pamoja nao. Tutakuwa tunaupokea mwaka 2026 tukiwa na uso wa Bwana. Na kama una adui yuko hapa leo, na muonya, yaani wala usicheze na watu hawa mwaka huu. Umecheza nao kwa miaka mingine yote, aidha kwenye uchumi, aidha kwenye familia, wakati mwingine kuleta magonjwa, wakati mwingine kupanga hata ajenda za kuua na kuchinja. Lakini mwaka huu usicheze nao, kuna uso wa Bwana. Sasa mwenzako au wenzako hawakujua, wakaanza kucheza. Usiku wa manane, maandiko yanasema Mungu akachungulia. Mwaka huu Mungu atakuwa anachungulia, atachungulia safari yetu. Katibu, Bwana atachungulia safari yako. Kila mmoja wetu Bwana atafanya kitu cha namna hii. Nini kilifanyika? Wakati anachungulia, wakajikuta ghafla maadui wanafanyaje? Wanafadhaika. Walipofadhaika, jambo la pili, maandiko yanasema Mungu akaenda kuchomoa matairi. Hivi mmeshawahi kumwona Mungu alivyo? Wahehe, kuna wimbo fulani tuliimbaga zamani, walikuwa nasema inguluvi 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 nyamalanga pamuganga pasi pinoga. Nafikiri wote tunapafahamu. Walikuwa wanasema nguluvi nyamalanga. Sasa mimi sikuwa nafahamu kwa uzuri na upana Kihehe. Mimi nilijua tu malanga ni utundu, kwamba Mungu ni mtukutu, lakini anaweza akawa anapotaka kukufanyia ukorofi
anaweza kukufanyia utukutu. Sasa Mungu, hebu fikiria anachomoa matairi. Hebu fikiria mko Kitonga pale, ghafla jamaa anachomoa matairi. Watumishi wa Mungu, adui zako, uso wa Bwana utakwenda kuchomoa matairi. Uso wa Bwana utakwenda kuharibu. Alafu kwa taarifa, mwaka huu kwa sababu Mungu atakwenda pamoja na wewe, na muonya, narudia tena hili na ninaendelea kusema, Mungu atakuwa, wanaita Kiswahili kizuri sana, mbashara au live, sio recorded. Safari Mungu atakuwa ni live na kuonya wewe ambaye hufanya vita na wateule, na kuonya wewe ambaye hupanga mipango ya hila, na kuonya wewe ambaye utajitahidi kutaka kuleta vurugu au vizuizi vyovyote hata kwenye shughuli zetu za ujenzi huu. Na Mungu uso wake huwa hauchezi. Ukiuona tu umefanyaje, umekufa. Si ndio maandiko? Anamwambia hata huyu Musa anasema huwezi kuona uso wangu. Ukiuona tu umefanyaje, umekufa. Basi sasa tuangalie neno la Mungu linavyoendelea. Tuliposoma hapa, tumesoma sasa usiku wa manane Mungu amechomoa nini? Matairi. Hapa amejaza hofu. Ile hofu ambayo adui alikuwa anaileta mwaka uliopita, mwaka huu tunaomaliza, sasa tunaiondoa. Badala ya kuwa kwangu, iwarudie adui. Iwarudie adui zako kazini. Iwarudie adui zako mtaani kwako. Watumishi wa Mungu, maandiko yanasemaje? Farao na askari wake wakagundua hapa pana uso wa Bwana. Sasa uso wa Bwana sio kwa ajili yetu, ni kwa ajili ya hawa. Sasa tufanyaje? Tukimbie twende mbele yao. Maana tukiwa huku nyuma huku, kwa vyovyote vile maji yanatumaliza. Biblia inasema wakati wanajitahidi kukimbia, Bwana akachomoa nini? Matairi. Watumishi wa Mungu, mifano hii sio midogo. Uso wa Bwana una faida kwa wateule. Utakuongoza. Na nikutamkie usiku wa leo, sio muda mrefu tunapomaliza maombi yetu, na usiku huu ni usiku wa ajabu sana kwetu, kwa sababu tunamaliza mwaka tukiwa katika hali ya kufunga na kuomba, tukisema bila wewe hatufanyaje, hatuwezi. Ila mwaka huu utakuwa una mambo yafuatayo. Kwa sababu tumemaliza maombi, tutakuwa na sentensi inayosema ninayaweza mambo mangapi? Yote katika yeye anifanyaje? Kwa hiyo tuna anayetuwezesha, anayetutia nguvu. Tutakuwa kama tunachoka, lakini Bwana anatuinua. Tunakuwa kama tunazimia, lakini Bwana atatutia nguvu. Tutakuwa kama wagonjwa, lakini kumbe ndio wazima hivyo. Mungu akutendee mema. Sasa wakati tunaangalia eneo hilo, tuone kitabu cha Hesabu mlango wa 6. Ninakaribia kumaliza kwa sababu tunaukaribisha mwaka. Usije tukaendelea hapa tukakuta mtu yuko katikati ya usingizi, alafu tukaambia inuka uombe, akaanza kusema natoa milioni 3. Tuangalie kitabu kile cha Hesabu mlango ule wa 6. Bado tunazungumza juu ya uso. Mwaka huu napenda nikukabidhi uso wa Bwana. Sasa nikisema ninakukabidhi uso wa Bwana, ninaomba nielewe kwa maana ya sisi tulikuwa kwenye maombi. Bwana atakwenda mbele yako. Kitabu cha Kutoka mlango wa 24. Kutoka 6 Hesabu 6 mstari wa 24. Nashukuru kunikumbusha. Bwana akubariki na kukulinda. Nianzie mstari wa 23. Kisha Bwana akanena na Musa na kumwambia, nena na Haruni na wanawe, waambie hivi, ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli, mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili.
Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Ndivyo mtakavyoweka jina langu juu ya wana wa Israeli, nami nitawabariki. Bado tunamwona Bwana anataja uso. Bwana, uso wangu utaenda pamoja nanyi. Sasa tunaona umefika wakati ambapo anawapa majukumu ya kufanya wana wa Israeli, ili kila tunapoondoka twende na uso wa Bwana. Anawaambia mkishafika katikati ya kusanyiko, Haruni na wanawe ni kama vile mimi hapa. Anasema waambie Bwana awabarikie na kuwalinda. Bwana akuangazie nuru ya uso wake. Nikutangazie, hili ni neno letu la mwaka huu. Tunapomaliza ibada tutakuwa tunasema Bwana akuangazie nuru ya uso wake na kukufadhili. Nikisema Bwana kuangazie nuru ya uso wake, utakuwa unagundua ya kwamba uso wa Bwana utakwenda pamoja nami, halafu nitapata nini? Raha. Bwana sifiwe. Watumishi wa Mungu, kinyume cha wale ambao walikuwa wanafanya vita, yani Bwana ametangulia na uso wake kuwapigania watoto wake, halafu watu wanajiingiza. Fanya tu hata pale tulipo, kuna wimbo uliovuma mwaka uliopita ambapo wengi hata kwenye send off unafanyika, unasema kishindo. Unasemaje ule? Kwa tunaweka na mikono hivi. Sasa kile kishindo cha wakoma, sifa ya mkoma ni mtu kwanza ametengwa, hana haki. Yani wametengwa kama vile wamewekewa eneo lao wasiwaambukize magonjwa wengine. Sasa fikiria wakoma. Sifa ya wakoma, walikuwa na uso wa Bwana ulienda pamoja nao. Sawa jamani? Kwa sababu kiangalia wale wakoma mjini, mpaka siku hizo za wakoma mpaka walikuwa wanauza mavi ya njiwa tena kwa shekeli, si ndio maandiko yanasema? Halafu pia wanasema kichwa cha punda kilikuwa kinagombaniwa, na kichwa cha punda unaweza kukuta kinaliwa na matajiri tu, na yani ilikuwa ni njaa mbaya. Wakoma wakasema tukisema twende mjini tunaweza tukafa, tukisema twende wapi angalau tusife hapa. Mmoja akagundua ya kwamba wana uso wa Bwana, hata kama wana ukoma, twendeni, kama tukifa tufe. Leo tunajifunza habari ya wakoma, na ndivyo utakavyokuwa na wewe. Ukiwa na Bwana, haijalishi ukoje, unazo huna, uko kwenye vikoba hauna, mwaka huu nakuomba nenda na uso wa Bwana, uwe na tahadhari na vikoba. Vikoba uwe na tahadhari navyo mno. Na ninyi wageni mliotujia leo, na watahadharisha kwa niaba ya watoto. Mkisha kula chakula cha watoto si mnakula wote? Kwa hiyo na watahadharisha sana na vikoba. Vikoba mwaka mwingine vitawa yani Mungu hata kuwa pamoja na vikoba. Kwa hiyo sasa turudi pale. Tunaona hawa ndugu sasa wamefika, sasa tufanyeje? Walipogundua kwamba hawakujua uwepo wa Mungu ni kama uso wa Mungu, wakaanza kutembea. Wakati wanaenda kwa hao Waashami, Mungu alichokifanya, alitengeneza kishindo cha wakoma kikawa kama jeshi la farasi, tena ni vifaru kwa wakati ule. Waashami, uso wa Bwana tumesema kwa adui unaleta kwanza, unamfadhaisha, si ndio? Kwa Misri kule walifadhaishwa, na hao kwa wale Waashami wakafadhaika, tena walifadhaika vibaya. Watu wanakimbia bila farasi, yani wanaona farasi watawachelewesha. Mungu akufanyie hivi mwaka huu. Mimi ninamuona Mungu akiwa amejiandaa kwa ukubwa mno katika mambo ambayo Mungu hajawahi kukufanyia. Mwaka huu tutakwenda kumuona. Wakati mwingine tutatamka matamshi mabaya, huyu mtu sio ameokoka tu, hapana, na kitu cha ziada. Ni kweli tuna kitu cha ziada, kwa sababu uso wa Bwana utaenda pamoja nasi. Maandiko yanasema walipofika pale walikimbia. Kwa hiyo kwa faida, kwa kitu kingine, uso wa Bwana unaweza kukupatia kuteka vitu ambavyo huna. Mwaka huu jiandae kuchukua na kupokea. Atakubarikije mimi sijui. Mwaka ambao unaisha leo
Inawezekana kuna madeni mpaka hulali usingizi, lakini uso wa Bwana ulienda pamoja na wakoma umalize tatizo lako, umalize shida yako. Sisemi kwamba mama ataanzisha mfuko wa kulipa madeni ya watu, ila nasema Mungu atatengeneza njia. Bwana asifiwe. Basi baada ya kukimbia, wale walipokimbia hawa wakoma, kwanza walikuwa wana njaa. Kumbe uso wa Bwana unaweza kukushibisha. Hata ukisoma kwenye Biblia, wana wa Israeli walipokuwa na njaa iliyokithiri, Bwana alinyesha mvua ya mana, si ndio? Na alileta upepo ukaleta kwale. Kwa hiyo nakuhakikishia, palipo na Mungu hatutakufa na njaa. Bwana atafanya mambo makubwa. Watumishi wa Mungu, kiendelea kuyafuatilia haya, bado wakafika wale jamaa. Kufika hivyo nakuta kuna vyakula bado vinatoa moshi. Walikuwa na njia za mfungo kama za wewe, lakini wao hawakuwa kwenye mfungo, walikuwa wanajiandaa kufa tu. Hebu fikiria ilikuwaje. Jamaa kala sahani ya kwanza, ya pili, ya tatu, mpaka baadaye wakoma ambao wanakulaga masazo sasa wanakula chakula cha VIP. Mungu akupe chakula cha VIP. Mungu mwaka huu wakati mwingine badilika na tabia. Unajua kuna baadhi ya watu uwezo wao ni wakula nyanya fresh, lakini kwa sababu ana akili ile ya kizamani, kila siku anataka kununua masalo. Sawa jamani, anaenda kwenye masalo. Sina maana mbaya, tumetoka kwenye masalo, lakini Mungu atakushangaa bado unakula masalo. Tumetoka kwenye wakati wa kugombania nyama ya kuku, kwenye wakati baba ameletewa sebleni. Nafikiri kuna mgogoro, ole wake taa izime. Hapa nimeshindwa kuvumilia, kwa sababu tulipokuwa wadogo ndivyo ilivyokuwa. Mimi nilikuwa mtoto wa mwisho, na kwa desturi sisi tulikuwa anaanza mkubwa, anachukua wa pili, wa tatu, anamalizia mdogo. Kwa hiyo mimi nilikuwa naangalia ile kiduru linaondoka, naangalia sijui nini kinaondoka. Baadaye nakuta hata hiki kia Tanzania kipapatio nacho kinaondoka. Ninavyoangalia naviona ni mamiguu tu yale. Kwa hiyo sasa tulichokuwa tukisubiria sisi, tulikuwa tunasubiri taa izime. Wakati mwingine, wakati haikuwa na taa kama za kwenu nyie, sisi ilikuwa ni vibatali tu, au wakati mwingine ni majani yaliyowekwa kwenye majivu afu yakachomwa, halafu mtu anafanya hivi, ndio mnakula chakula. Sasa mnaanza kuangalia upepo utokee hapo, ili angalau niweze kula mlo wa wakubwa. Basi Mungu akufanyie hivi mwaka huu. Kwa hiyo Mungu ana mambo mengi ya kufanya. Mimi ninayo furaha kubwa, ni wale washirika wa mahali hapa. Nilisema hivi, ninamwamini Mungu. Tarehe 31 nitakuwa mzima. Anayeweza kufahamu ni mtu wa rohoni tu. Kwa nini mchungaji aseme nitakuwa mzima? Halafu nikasema na katibu atakuwa mzima. Tena nikasema na familia yake. Halafu nikasema na wazee mtakuwa wazima na familia zenu. Halafu nikasema na mashemasi mtakuwa wazima na familia zenu. Tulizungumza hivyo kwa sababu tulikuwa tunamuona Mungu. Kulikuwa ni vita vikali. Mwaka huu haukuwa mwaka wa mchezo. Mwezi wa 6 ilikuwa tupoteze watu. Mwezi wa 4 ilikuwa tupoteze watu. Mwezi wa 10 tarehe 24 Mungu akatembea mwenyewe hapa. Naendelea kukwambia kanisa hili linalindwa na nguvu za Mungu. Kwa hiyo nikutangazie tu hapa, wale wakoma wakala. Basi mwaka huu na wewe, nafikiri kuna baadhi yenu hapo. Unajua kuna wakati mwingine mtu anapokosa kitu anakuwa na hasira na wengine. Ni sawa sawa na sisi hapa majengo mapya. Umeme ukikatika, tunasema jamani, Mlandege upo. Yaani lengo tunataka ukikatike kwetu na Mlandege. Jamani vipi? Wanapiga kwenye watu wa TANESCO, vipi? Wanasema mpaka Lugalo. Hapo unasema sawa. Lakini ukiona nyumba ya pili unajisikia vibaya. Basi naomba nikutie moyo.
bado kuna watu ambao huwa wajisikii vizuri katika mambo mazuri ya wengine. Mwaka huu Bwana, jiandae. Naomba nikuombe sana ili usiugue mwaka huu. Mungu akupe kufurahia mambo ya wengine. Na huo ndio wokovu. Ukiona hufurahishwi na mafanikio ya wengine, hata kama unanena kwa lugha, mimi nakuona mpagani tu wewe. Kwa hiyo unapoona watoto wa wenzio wanafanikiwa, unakasirika. Mbaya sana. Sana. Unapokuta mama mjamzito, unakishutumu kitumbo chake. Wewe mtu wa ajabu sana wewe. Tena mwanamke ambaye umeshakuvaa na wewe hizo umeshawahi kupitia hatua hizo. Mwaka huu ondokana na ushamba. Sasa hivi tunamchangamkia Mungu. Kuna majitu yenye uso wa Bwana usiyafuate. Uso wa Bwana utageuka kuwa madhara kwako. Watumishi wa Mungu, tukimalizia habari ya hii niliyokuwa naizungumza juu ya wakoma, ni kwamba baada ya hapo wakasema twendeni. Jambo hili tunalolifanya sio zuri. Hivi ninavyozungumza, kwa mfalme jana tu alikuwa anaamua kesi ya wanawake wawili waliokuwa wamekula mtoto. Hao waliokuwa wanakula mtoto hawakuwa wanakula mtoto kama wachawi. Wachawi ndio wanakula. Lakini wakati hata watu wazima wenye akili zao walitokosa watoto. Wakasema twende tukamwambie mfalme. Wakafika kwa mfalme. Mfalme, tumefika kwenye kambi ya Washami tukiwa na uso wa Bwana. Kazi ya uso wa Bwana uliwafadhaisha. Kazi ya pili ulianzisha vishindo. Kazi ya tatu wakakimbia. Basi mwaka huu Mungu, uso wa Bwana wakati mwingine usababisha kute maadui wameachia kila kinachoendelea. Ninyi wenye makesi wakati mwingine mahakamani au kwenye vikao vya usuluhishi, uso wa Bwana uende pamoja na ninyi. Watumishi wa Mungu, ninapokwenda kumalizia, kuna kitu kingine. Uso wa Bwana, kitabu cha Zekaria, tutakwenda kuangalia Zekaria mlango wa 2 na mstari wa 5. Zekaria mlango wa 2 na mstari wa 5. Kwenye kitabu cha Zekaria, Bwana si ataenda tu, uso wa Bwana utaenda pamoja na wewe. Sio hivyo tu, kuna vitu vingine vya ziada. Kitu gani kingine cha ziada? Maandiko yanasema hivi, kwa maana mimi asema Bwana, nitakuwa ukuta wa moto kuuzunguka pande zote, nami nitakuwa huo utukufu ndani yake. Bwana asifiwe. Jambo la ajabu, muda mfupi ukiona tu umekanyaga 2026 mwanafamilia wa kanisa hili, haya ni ya kwako. Wale ambao hamtafika mbakiza dakika chache bado hamtafika, hayo sio ya kwenu. Lakini kile ambacho ni cha kwako, ninaanza kutolea mfano. Nianzie kwa katibu wangu hapa. Ukiona tu umevuka dakika chache zijazo, haya mambo yatakuwepo. Anasema mimi kwa maana mimi asema Bwana, nitakuwa ukuta wa moto kukuzunguka. Sasa hapa hatuna sababu ya kuona wivu. Yaani hapa Mungu atakumzunguka kila mmoja. Kama vile nilivyosema, uso hatugombanii. Ndivyo itakavyokuwa kila ninapoondoka. Ukiona tunapoanza tu mwaka huu, mimi namuonea huruma sana yule anayefanya vita na wateule. Sio mwaka mzuri. Wakati mwingine Mungu anaweza akakuondoa duniani kabisa. Nazungumza hayo. Nazungumza kama mtumishi wa Mungu ambaye siropoki wala sikurupuki. Acha. Na wakati mwingine wale ambao mmejiingiza au popote pale, yani sio mwaka mzuri. Chochote utakachokifanya kitakuwa hadharani. Vichaka vyote kama vya Adamu. Adamu mwanzoni alikuwa anajificha, anakuwa sawa. Lakini baadaye ukifuatilia vizuri sana, wataalamu wa maandiko wanasema siku ambapo Mungu anakuja kumuona Adamu alipofichama baada ya kula matunda. Wengine wanasema ilikuwa ni miezi 3. Sijui. Wengine wanasema ni miezi 2. Kwa nini? Wanasema Mungu alipokuwa anaenda, maana Adamu alikuwa anachukua majani ya kujificha. Yani Mungu alipokuwa anafika alikuta kaeneo kamefyekwa
miti mingi, akagundua kuna mtu hapa. Kwa hiyo nazungumza hivyo ndivyo ilivyo. Vichaka vyote vya maadui yako vitakuwa Bwana atavifyeka. Jambo lilikuwa linafanyika kwa siri sana halitakuwa siri tena. Yaani anafanya tunamkuta. Wale ambao hao wanapenda kuiba nguo za watu, utabambwa tu. Hebu fikiria unakutwa na nguo ya ndani ya mtu. Hebu sema mwenyewe utajisikiaje? Nguo mtu alijianikia hapo unabambwa nayo. Au unakutwa mtu, yaani kuna vitu vingi vya ajabu sana. Unakuta mtu unazoa unyayo. Unakuta wakati mwingine umetoa oda ya wasusi wa nywele. Bwana, naomba akija fulani yule nichukulie nywele za utosini. Si ufahamu mnavyofanya? Baadaye yule mtu atasema haya nitakuchukulia. Halafu unakwenda mwenyewe unaenda kule kuchukua nywele za utosini, yeye anaamua kuzinyofoza kwako. Halafu anakuambia, "Nywele vipi umeshazipata za shosti?" Akaambia tayari. Kumbe zile ni za kwako mwenyewe. Nataka nizungumze sio mwaka mzuri. Nazungumza huu ni ufalme wa giza. Utasema mchungaji unayafahamuje hayo? Ninayafahamu kwa sababu sisi wa ufalme wa nuru tunafahamu ya Mungu na tunafahamu kwa sehemu ya giza. Mungu mwaka huu uwe mwaka mzuri. Na tena kama inawezekana, ingekuwa inawezekana zichapishwe t-shirt au vitenge au kanga tu print huko vinasema, yani sijajua viandikweje, kuwatangazia kabla hawajajaribu. Unaweza kumwambia yani andika lolote lile. Unaweza kusema kaa chonjo, mwaka huu ni mbaya huu. Kaa chonjo saa mbaya. Miaka ya zamani ilikuwa hivyo. Nikaambia wewe mwenye kuzoa unyayo kaa chonjo saa mbaya. Wewe mwenye kuwalisha watu vitu kaa chonjo saa mbaya. Wewe mwenye kugusagusa matumbo ya watu kaa chonjo saa. Wewe mwenye kuchezea watoto wa watu kaa chonjo saa mbaya. Ninazungumza nina maana. Siku itakapojitokeza utaona kama nilikuwa kama ni joke, lakini ni tahadhari kabisa. Ila nasema hivi, kwa nini nazungumza hili? Watu wa TANESCO wanasema mambo yafuatayo. Ukiweka mitambo yako inayolinda nyumba yako, nyaya zile, bila kuweka danger, ni kosa, si ndio? Yaani inatakiwa waseme nyumba hii inalindwa na mitambo ya umeme. Sawa jamani? Sasa na mimi nataka nikwambie, sina cha sijui uandike wapi. Sijui uandike usoni, ninalindwa, alafu nina uso wa Mungu. Usicheze na mimi. Ukicheza na mimi kamuulize Farao. Farao mpaka leo wanaita Firauni. Mpaka leo habari zinazungumzwa. Basi naomba niseme hivi, uso wa Bwana uende pamoja na wewe. Halafu sio uso wa Bwana tu, lakini pia uso wa Bwana. Nikisema uso wa Bwana maana yake nini? Utakapokuwa umesafiri kwenye gari, si uso wa Bwana uko pamoja na wewe. Na wakati Mungu anakupa na raha. Halafu kuna ukuta wa moto. Na ule ndani ya ule ukuta wa moto, halafu sio ukuta wa moto tu, tena anaanzisha utukufu. Ukiangalia utukufu ni zaidi ya uso wa Bwana. Utukufu ukisikia kwenye maandiko, wakati mwingine ukishuka utukufu, wakati mwingine hata hekaluni watu walishindwa hata kuhudumu. Nini kilisababisha? Ni utukufu wa Mungu. Basi Mungu akulinde kwa ukuta wa moto. Hebu umeshawahi kuona mtu anayelindwa na ukuta wa moto? Umeshawahi kuona? Hakuna. Lakini nikutangazie, Bwana kulinde na ukuta wa moto. Natamka kwa kusema, nirudie kitabu cha Hesabu. Bwana akuangazie nuru ya uso wako na kukufadhili. Neno kukufadhili lina maana nyingi. Maana ya kwanza ya kukufadhili ni kukupa upendeleo. Si ndio? Umesikia hii jengo limejengwa kwa ufadhili. Si watu tunaona kuna Marekani mara nyingi, si ndio? Yaani imejengwa kwa kibali. Basi na Mungu niseme akupe ufadhili, akupe kibali. Wewe ambaye ulikuwa ukifanya kazi zako upati kitu
kuanzia tunapomaliza na kuanza mwaka huu, jiandae kwa ajili ya kibali. Na la mwisho, mwaka huu ni watangazie washirika, ni mwaka wa kufanya kazi. Na ikiwezekana tunaweza tukaanzisha kikao au kamati. Tunasema kamati ya mima, hiyo ipo. Tutasema kamati ya kazi. Kila mshirika tumpate ana kazi. Maana maandiko, yani hilo ni mwaka wa kufanya kazi. Kafanye kazi. Na kila utakapofanya kazi, uso wa Bwana utakuangazia. Na kila utakapofanya kazi, Bwana atakuzingira pande zote. Baada ya kuzungumza maneno haya, niseme hii ndio salamu ya kuupokea mwaka mpya. Tuna dakika kama 23. Baada ya hapo tutakuwa tunafika 2020 na ngapi? 26. Kwanza usimame. Tutakapokuwa tunaupokea mwaka 2026, nitasema uso wa Bwana uende pamoja na wewe. Na kuanzia hapo Bwana ataanza kukufuatilia kila utakapoenda. Hebu baada ya kusimama, inua mkono wako wa kulia juu. Sema maneno yafuatayo: Mungu, sijuti kufika mwaka unaokuja 2026, bali ni mwaka wa kutimiza ndoto zangu, bali ni mwaka wa kufikia mipango na malengo yangu. Maeneo yote niliyotendwa kwa hila ninayaacha 2025. Ninakwenda kama kiumbe kipya. 2026 najitambulisha rasmi. Mimi ni uzao mteule, uzao wa kifalme, uzao wa kikuhani, ili niweze kutangaza fadhili za Mungu. Mungu mtakatifu, bado ninarudi kwa ujasiri usiku huu wa leo. Namtangazia shetani ole wake kunifuata tena, maana uso wako utakwenda pamoja nami. Na yeye shetani akiuona uso wako hataishi. Mungu mtakatifu, na mleta mume wangu, mke wangu, yani taja yule, kama we ni mke mtaje mume wako, kama nasema namleta, tamka sasa. Na waleta na watoto wangu, na waleta na waume wa watoto wangu, na waleta na wake za watoto wangu, na kileta kila ninachokimiliki, na kitambulisha rasmi kwamba wewe utanizunguka kwa ukuta wa moto na huo utukufu ndani yake. Wewe Mungu, tabia yako sio muongo wala huna lugha za kitapeli. Haya yote nayapokea kwa imani katika jina la Yesu Kristo. Nipige chapa ambayo adui katika ulimwengu wa roho ataniona kwamba mimi si mtu wa kawaida. Halafu atanisema huyo Mungu ni Mungu wa kutisha. Basi nataka niseme wewe mwaka unaokuja ni balozi wa Mungu asiyeshindwa. Ni balozi wa Mungu ambaye milango ya kuzimu hayatakushinda. Sasa niombe anayehusika na hizo, tutazipokea, kwaya zitaimba. Mungu awabariki watoto, Mungu awabariki vijana, Mungu awabariki wakina mama, Mungu awabariki wote. Sasa ni wakati mzuri. Tunapokwenda kuimba hatupotezi muda, tunatafakari ukuu na wema wa Mungu.
mtu wa sifa. Ukifika muda nitakueleza kwamba sasa acha, hata kama itakuwa katikati ya wimbo, ili tuweze kuwa na wakati wa kuupokea mwaka mzuri wa ajabu. Mpe mkono jirani yako, mwambie tuuage mwaka vizuri, tuuage mwaka kwa jina la Yesu. Tuvunje kila nila ya mwaka kwa damu ya Yesu. Vifuatilizi vyote hata kama vilifanywa kwa njia ya waganga, kwa njia ya wachawi, kwa njia ya wasoma ramli, wasoma nyota, leo saa 5:59 itakuwa ndio expire date ya hivyo vyote. Hebu mshangilie Mungu.
neno la Mungu litatimia, akasema uso wangu utakwenda pamoja nawe, nami nitakupa raha. Alafu sema nitakuwa ukuta wa moto kuzunguka pande zote. Sasa rasmi tumeshafika 2026. Mungu wako anasema hivi, uso wangu utakwenda pamoja nawe. Kwa jina ikipokea. Halafu anasema kwa maana mimi, asema Bwana, nitakuwa ukuta wa moto kuzunguka pande zote. Pokea katika jina lake. Maneno haya yapeleke kwenye familia yako. Maneno haya yapeleke kwenye mtaji wako. Maneno haya yapeleke kwenye afya yako. Maneno haya yapeleke kwenye vita vyako katika jina la Yesu. Sasa inua mikono yako juu. Inua mikono yako juu. Huu ni mwaka wa kufikia malengo. Bwana kufanikishe kufikia malengo, maana uso wake utakwenda pamoja na wewe. Bwana kupe kufikia malengo, kwa sababu atakuwa ukuta wa moto kukuzunguka. Bwana afanye mikono yako isizalishe mapooza. Bwana afanye mikono yako, Bwana ufanye mwaka wa kujinasua kwenye maeneo mbalimbali uliotendwa kwa hila. Wengine wametendwa kwa hila na marafiki zenu, wengine wametendwa hila na wafanyakazi wenu wa karibu, lakini hebu Bwana aende katika jina la Yesu Kristo. Bwana wa majeshi, mfalme mwema, natamka rasmi uso wako unaenda pamoja nao.
uende pamoja nao. Uso huu ukageuke wakati wa adui wakitaka kufanya chochote mwaka huu. Fanya adui zao kuwa kama Farao, bahari inamsubiri, katika jina la Yesu. Wewe ni Mungu wetu, wewe ni mwaminifu, wewe unatupenda, wewe unatujali. Uaminifu wako ni mkuu, matendo yako yanatisha, yanatisha, yanatisha. Hakuna Mungu kama wewe, ni mwaka wa hakuna Mungu kama wewe Baba. Katika madhabahu hii hakuna Mungu kama wewe. Kwa wazee wa kanisa na familia zao hakuna Mungu kama wewe. Kwa mashemazi ndani ya kanisa hili hakuna Mungu kama wewe. Kwa viongozi wa idara na kurugenzi zote hakuna Mungu kama wewe. Wewe Bwana, kwa mshirika mmoja mmoja, kwa kamati yetu ya ujenzi hakuna Mungu kama wewe. Bwana tunakupenda, Bwana tunakufurahia, Bwana tunalicha jina lako. Asante kwa uaminifu wako, asante kwa neema yako, asante kwa ukuu wako. Kwa imani sema nimepokea, nimepokea. Si mimi tena, bali Kristo ndani yangu. Nimepokea mwaka huu na yaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Kila nitakachokifanya hakuna kitakachofia mikononi mwangu, hakuna kitakachozaa mapooza katika jina la Yesu. Najitoa kukutumikia, ni mwaka wa kukutumikia. Asante Mungu. Hebu sema kwa maneno ya kinywa chako. Baba yetu, Mungu wetu, mfalme mwema, nakupenda Jehova. Ubarikiwe Bwana, wewe ni mwema. Ubarikiwe Bwana, wewe ni mwaminifu. Ubarikiwe, wewe ni kila kitu kwetu. Ubarikiwe Bwana. Ninakemea zile roho zilizokuja kuleta mapooza, madeni, roho zilizotumwa kuleta na kuvuruga mitaji, na zivunja na kuziharibu. Kisha uso wako uende kwenye mitaji, uso wako uende kwenye shughuli zile. Baba, nakushukuru kwa uaminifu wako. Baba, ninasema asante kwa wema wako. Baba, uhimidiwe Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Asante Bwana wa majeshi. Asante Mungu wetu. Asante Bwana uliyejaa neema. Asante kwa uaminifu wako. Kupitia jina la Yesu Kristo, wewe ni kila kitu. Wewe ni mwema. Wewe ni mwaminifu. Katika jina la Yesu. Hebu mshangilie tena Bwana kwa mshangilie.